بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبالكم يحميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam nabina Muhammad, ikiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tumekutana tena katika muendelezo wa hivi vikao vyetu, hizi majalis ambao tuliziweka kwa lengo la kuangalia na kuambiana na kunasihiana kwa hizi khasais yaumi aljum'a, yale mambo ambayo ni maalum ya siku ya Ijumaa. Tulitaja katika zile khasais yaumi aljum'a, tulitaja mambo ni maalum ya kadhalika ni sunna. Tulitaja mambo mawili, jambo la mwisho ambalo lilikuwa la pili ni istihbab kathurat salat ala nabii sallallahu alayhi wasallam fihi wa fi lailatihi, ni kukithirisha, ni ile sunna kusunia kukithirisha sana kumswalia mtume alayhi salatu wassalam katika hiyo siku ya Ijumaa, na pia kadhalika usiku wake wa hiyo siku ya Ijumaa. Hii salatu ala nabii alayhi salatu wassalam ina fadhila nyingi na fadhila kubwa, ambazo fadhila hizo zimethubutu kutoka katika nusus ash-shar'iyya. Katika miongoni mwa hizo fadhila za salatu ala nabii alayhi salatu wassalam, kwa yule ambaye anamswalia mtume alayhi salatu wassalam kwa wingi katika siku ya Ijumaa, afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamswalia yule ambaye anamswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahu yusalli ala man salla ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamswalia yule ambaye anamswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Rawa al-Baihaqi, amepokea al-Imam al-Baihaqi bisanadin katika isnadi ambao ni sahihi, katika hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas anasema qala alayhi salatu wassalam akthiru salata alayya, kitirisheni kunisalia sana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yaum aljum'a, siku ya Ijumaa, wa lailat aljum'a, na ule usiku wa siku ya Ijumaa. Faman salla alayya salatan, basi yule ambaye atanisalia mimi sala moja, sallallahu alayhi 10, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsalia yeye sala 10. Kwa tunaona kwamba katika hii hadithi, katika fadhila za kumsalia mtume alayhi salatu wassalam katika siku ya Ijumaa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye huwa anamsalia yule ambaye anamsalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa kumsamehe huyo ambaye anamsalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na pia vile katika miongoni mwa fadhila za kumsalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, almalaikatu tusalli ala man salla ala nabii yawm aljum'a, pia kadhalika malaika wanamsalia yule ambaye amswalia mtume Muhammad ile siku ya Ijumaa. Pia malaika pia kadhalika ukiwa wamswalia mtume alayhi salatu wassalam, na pia kadhalika wao malaika pia vile vile huwa wanakuswalia au wanamswalia yule ambaye anamswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Amepokea hadithi al-Imam Ahmad katika Musnad, hadithi ya Asim ibn Ubaidillah radhiallahu anhu, anasema sami'tu Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a, kwamba huyu Asim anasema nilimsikia Abdullah ibn Amir ibn Abi Rabi'a yuhadithu an abi, akisimulia kutoka kwa baba yake.
akipokea maneno kutoka kwa baba yake, qala, akisema kwamba Abdullah kwamba baba yake amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutubu yaqulu, nilimsikia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akiwa anakhutubia, akitukhutubia na anasema, man salla alayya salatan, atakayeniswalia mimi swala moja, kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kwa swigha hii au kwa swigha ambazo zimethubutu zimekuja katika sunna, mara moja, lam tazal almalaikatu, hawatuacha kuwa malaika, tusalli alayhi, wakimswalia yeye, masalla alayya, kwa kiasi ambacho ananiswalia mimi. Malaika pia kadhalika wamswalia. Falyuqilla abdun min dhalika au liyakthir, basi ataje kwa uchache mja katika salatu ala nabii, kumswalia mtume alayhi salatu wassalam, au akithirishe. Basi malaika pia kadhalika wao wamswalia yule ambaye amswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kule ambaye amswalia mtume apata aswaliwa na malaika. Na pia vile vile katika miongoni mwa fadhila salatu ala nabii katika siku ya Ijumaa, ma'rudhatun alayhi, kwamba hii sala ya kumswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yaum aljum'a, huwa mtume yamfikia mtume alayhi salatu wassalam, mtume aoneshwa yeye alayhi salatu wassalam. Kwa kuja katika hadithi mtume anasema, akthiru salata alayya yaum aljum'a, kithirisheni kuniswalia mimi siku ya Ijumaa, kithirisheni kuniswalia mimi siku ya Ijumaa, fa innahu mashhudun, kika hiyo sala yenu mnaoniswalia mimi, mashhud, yashuhudiliwa, tashhaduhu almalaika, wanaishuhudilia malaika, wa inna ahadan, na hakika mmoja, la yusalli alayya, kika mmoja wenu kamwe hatoniswalia mimi, illa uridhat alayya salatuhu, isipokuwa nitaletewa mimi swala yake aniswalia, hatta yafrugha minha, taletewa swala yake akiniswalia mimi. Wakauliza sahaba, wa baada almaut, kakitamka mtume maneno haya akiwa yuko hai, kwa je, baada ya kufa, je utaletewa hii swala? Akajibu alayhi salatu wassalam, wa baada almaut, ni pia kadhalika baada ya kufa kwangu mimi swala ukiniswalia, swala hiyo yanifikia mimi, iona swala yako hiyo unaniswalia. Inna Allah harrama ala al-ardi an takula ajsad al-anbiya, kika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamishia ardhi kula miili ya manabii. Ardhi imeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuila miili ya manabii alayhi salatu wassalam. Kwa hii katika fadhila za kumswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anakuswalia, na pia vile vile malaika wakuswalia pia kwa wewe mswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na pia kadhalika ukimswalia mtume alayhi salatu wassalam, swala hii pia kadhalika yamfikia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ama katika jambo la muhimu, alkhassatu thalitha, jambo la kipekee la kimaalum na jambo la sunna katika siku ya Ijumaa, anna fihi sa'atu lijaba, ya kwamba katika siku hii ya Ijumaa kuna wakati fulani ni wakati wa kukubaliwa dua, kukubaliwa maombi yale ambayo anayoomba Muislamu. Wa hiya sa'atu allati, na hii sa'atu lijaba ni wakati ambao au ni saa ambayo la yus'alu Allah fiha, aombwi Allah subhanahu wa ta'ala katika saa hiyo, katika wakati huo, shay'an, aombwi chochote, illa a'tahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hicho ambacho atakachoomba katika hiyo saa, isipokuwa atampa yule ambaye anayemuomba. Kwa hii ni katika jambo maalum, jambo la sunna, na lapatikana katika siku ya Ijumaa peke yake.
anna fihi sa'atul ijaba, kwa katika siku ya Ijumaa kuna saa fulani, kuna muda fulani wa kukubaliwa dua, kukubaliwa maombi. Wa hiya sa'atul lati, na ni saa ambayo la yusalu Allah fiha, aombwi Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo saa au katika huo wakati shay'an, chochote, illa a'ta, isipokuwa Allah anatoa, Allah anampa, Allah ampa yule ambaye anayemwomba yeye. Na wakazungumza ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala kwa aqwali nyingi kuhusiana na saa hii al-ijaba, ambao wakawaenda wengi katika ahlul ilmi katika qaul huwa rajih Allahu a'lam, wakasema ni kuanzia baada salati al-asr ila ghurubi shams. Saa hii saatul ijaba ni kuanzia salatu al-asr, baada ya swala ya alasiri kuingia salatu al-asr mpaka ila ghurubi shams. Ikiwa Muislamu ataka katika kipindi hiki akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atampa yale maombi yote ambayo yeye atakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndugu zangu katika imani wa Islam, tufanye himma shimalikum katika hii saatul ijaba, na pia kadhalika na kuyapupia na kuyafanya na kuyadumisha yale ambayo tuliyotaja, kama kusoma zile sura mbili Sajida na suratul Insan katika suratul Fajr katika siku ya Ijumaa, na kumswalia sana Mtume alayhi salatu wasallam katika siku ya Ijumaa na usiku wake, na kuitafuta saa hii saatul ijaba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akiomba katika hiyo saa chochote isipokuwa Allah atampa yule ambaye atakayemuomba. Hadha Allahu a'lam. Fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.